Same ni binadamu kama mimi. Kwa hiyo nikiwa hapa najiona nina amani, najiona nina furaha. Lakini kitu kimoja tu ambacho naweza kuwaambia watu wa Same ili nisiondoke nikiwa sijasema neno hata moja kwenu, ni kwamba chama tupo kwenye kampeni ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi, kwa sababu kumekuwa na rafu nyingi kwenye chaguzi. Ninyi mmeona mawakala wetu wanaondolewa hovyo kwenye vituo. Uchaguzi katika nchi hii umekuwa ni vita. Wagombea wetu wanaenguliwa. Imekuwa ni vurugu. Polisi hawa ndugu zetu wanatumika kuweka kura feki kwenye masanduku ya kura. Kwa hiyo viongozi wanaopatikana hawatokani na kura zenu. Na mkipata kiongozi asiyetokana na kura zenu, mnakuwa mmetengeneza chawa wa mama, hamjatengeneza mwakilishi wenu. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba, mbunge anapaswa kuwa mwakilishi wa wananchi, na kazi yake awapo bungeni pamoja na kutunga sheria. Pamoja na kazi ya mbunge, pamoja na kwamba anapaswa kuwa anatunga sheria bungeni, lakini kazi nyingine mahususi anayopaswa kuifanya ni kuisimamia na kuishauri serikali. Lakini leo ukienda bungeni huoni wabunge wakiisimamia serikali. Unaona wabunge wanaitetea serikali. Kwa hiyo serikali inafanya madudu, lakini wabunge wanaitetea. Wamepoteza ile heshima ya kuwa wabunge wenu kwa sababu hawakutokana na kura zenu. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo ni muhimu sana tunapowaambia kwamba tunataka mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi, hatumaanishi kwamba mwende mkaichague Chadema. Tunamaanisha kwamba hata kama mtachagua mtu wa CCM, kama akizingua mwe na uwezo wa kumuondoa. Mkichagua mtu wa Chadema, kama akizingua mwe na uwezo wa kumuondoa. Tumeelewana ndugu zangu? Lakini sivyo ilivyo leo. CCM wanatumia gharama kubwa kuchukua hizo nafasi, kwa sababu wanajua wakiondoka hawataenda kuwawakilisha ninyi, watajiwakilisha wao na matumbo yao, lakini mwisho wanakwenda kuwa machawa wa mama. Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Kwa vile Same kuna vijana, naomba sasa nimlete mwenyekiti wao wa vijana wa taifa, Mheshimiwa Deogratias. Karibu sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na viongozi wote wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Watu wa Same nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ziko wapi tusalimiane? Peoples. Mimi naitwa Deogratias Mahinyira. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Na mimi naomba nizungumze na vijana wenzangu wa Same. Na nitaisema kweli, ili kwa kweli nikiondoka Same niamini siondoki na dhambi yoyote ya kuwadanganya. Kwa hiyo vijana wenzangu wa Same, naomba mnisikilize kwa umakini. Nilivyoingia Same nimeambiwa, alipokuja Mama Samia hapa, mbunge wenu alisema, anaitwa Matayo, David Matayo, si ndio? Alisema kwamba Same ni safi, iko kama Toronto. Sasa mimi niwaambieni, huo ni uongo. Nikiwaangalia sura zenu hapa, sioni sura ya mkazi wa Toronto hata moja. Alidanganya. Na nyie kama mnamuamini, maana yake anawadharau na anawaoneni wajinga mkimuamini kwa maneno hayo. Toronto haina shida ya maji. Toronto haina shida ya barabara. Toronto haina shida ya miundombinu. Toronto haina shida ya huduma za afya.
akisema Same ni Toronto anawakosea sana na anapata dhambi kubwa sana. Nyie watu wa Same, wilaya yenu ya Same ni wilaya maskini kuliko wilaya zingine za mkoa wa Kilimanjaro. Na kuna mahusiano makubwa sana kati ya kuwa maskini na kuichagua CCM. Ukitaka kulijua hilo, ziangalieni wilaya zingine na majimbo mengine ya mkoa wa Kilimanjaro ambayo yalishaikataa CCM, maendeleo yao yakoje na maendeleo yenu nyinyi watu wa Same yakoje. Kwa kama mtaendelea kuikumbatia CCM, pengine umasikini wenu mtaendelea kuishi nao mpaka siku Yesu atakaporudi. Umasikini wenu sio mpango wa Mungu. Umasikini wenu ni mpango wa CCM na serikali yake ambayo haijawahi kuona maisha yenu kuwa ni kipaumbele hata siku moja. Maisha yenu nyewe watu wa Same. Leo kule Dodoma kuna tuzo imeandaliwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limempa tuzo ya maendeleo Rais Samia, kwamba amefanya kazi kubwa sana ya maendeleo, wamempa tuzo Bunge. Sasa mimi kidogo nimeenda sheria, mimi kidogo nimeenda shule, mimi ni mwanasheria. Ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kazi ya bunge ni ipi na kazi ya mbunge ni ipi. Kazi ya bunge ni kutunga sheria, kazi kubwa ya kwanza. Kazi ya pili ni kuisimamia serikali. Kazi ya tatu ni kuwawakilisha wananchi shida zao, na kazi ya 4 ni kuishauri serikali. Sasa niwaulize, kwenye hizo kazi za kisheria zilizoelezwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi ya kumpa tuzo rais iko wapi? Ipo kwenye ibara ya ngapi? Na Tulia Spika anasema ukiwauliza wabunge wote 264, kila mbunge ana cha kusema kuhusu maendeleo makubwa ambayo Rais Samia amempelekea kwenye jimbo lao. Sasa mimi nikimuuliza kwa mfano Matayo, au nikiwaangalia tu hata nyie sura zenu, hivi nyie toka Rais Samia aingie madarakani, kipi cha maana amewafanyia nyie watu wa Same? Niambieni. Kipi cha maana amewafanyia? Halafu unakutana muuni yuko Same anasema mama ameupiga mwingi. Mwingi upi? Kwa hiyo kama vijana wenzangu mnataka kubadilisha maisha ya jamii yetu, kama mnataka umaskini walioishi nao wazee wetu, babu zetu, mama zetu na wazazi wetu, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu za sensa za mwaka 2022 zinasema kati ya watu 300,000 wanaoishi wilaya ya Same, 70% ni vijana wenye umri wa chini ya miaka 35. Kwa hiyo kama tunataka kubadilisha maisha ya watu wa Same, ni lazima nyie vijana ambao ni kundi kubwa na mna umri wa chini ya miaka 35, lazima mkatae, lazima mchoke, lazima muone mambo yanayofanywa na CCM na serikali yake ndani ya wilaya yenu ya Same ni mambo ya ovyo, ni mambo ambayo hamwezi kuyaunga mkono, ni mambo ambayo mnatakiwa kuyapinga na kuunga mkono upinzani ili pengine tuondokane na maisha tulionayo. Sasa mtu anaweza akauliza swali, kwa nini wakina Matayo wanasema Same ni safi na iko kama Toronto? Kuna watu wanaweza wakajiuliza, kwa nini Tulia na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanasema tunampa Samia tuzo ya maendeleo? Kwa nini? Siri ni moja tu. Waswahili wanasema anayekulisha ndo anayeamua nini useme, anayekufadhili ndo anayeamua nini ufanye. Wote walioko bungeni hawawezi kuwasemea wala kuwaza mambo yanayohusu maisha ya Watanzania, kwa sababu nyinyi sio mnaowalisha, nyinyi sio mliowapeleka bungeni. Aliyowapeleka bungeni ni Samia na serikali yake kupitia kuiba uchaguzi, kupitia hawa ndugu zetu maaskari, walimu, watendaji, ndio wanaowatumia siku zote kuiba chaguzi ili nyinyi muendelee kuishi maisha haya mlionayo. Sasa tufanyeje? Tufanyeje? Hatuna namna ya kufanya zaidi ya kupinga mfumo wa uchaguzi kwenye taifa letu. Mfumo ambao rais ndiye anayechagua kuanzia mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, anayechagua wakurugenzi wa Tume ya Uchaguzi, anayechagua wakurugenzi wa halmashauri. Wakurugenzi wa halmashauri ndio mabosi wa watendaji wa kata, watendaji wa vijiji. Hilo ndio kundi la watu wote ambao wanasimamia uchaguzi kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kijiji. Ndio maana mimi huwa nasema tume ya uchaguzi kwenye taifa hili ni kama ukoo wa panya. Babu mwizi, mtoto mwizi, mama mwizi na mjukuu mwizi. Hao wote mnaosikia ni tume ya uchaguzi, wote ni majambazi ya uchaguzi.
Na Ngugi wa Thiong'o marehemu mwandishi wa vitabu amefariki juzi, aliwahi kusema miongoni mwa riwaya yake moja inaitwa Cross on the Road, alisema kwamba mwizi wa kweli ni yule anayeiba halafu anatumia polisi kujilinda. Kwa kama kuna mwizi kwenye taifa hili, mwizi wa kweli kwenye taifa hili, wanaweza wakawepo wezi wengine wadogo wadogo, lakini mwizi wa kweli aliyopo kwenye taifa hili, ambao vijana wa taifa hili mnatakiwa kumkemea na kushughulika naye, ni CCM. Kwa sababu CCM kila siku ya Mungu anaiba uchaguzi halafu anatumia polisi kujilinda kwenye wizi wake. Kama tunataka kubadilisha maisha yetu, tunapaswa kuhakikisha tunaikataa CCM na matendo yake, ili pengine tuwe na nchi salama ya kuishi ambayo kila mmoja ataifurahia. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana peoples. Hapa hakuna kuchelewesha. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba kidogo nitengue itifaki. Naomba nimlete mwenyekiti wa akina mama, Mheshimiwa Sharifa, aje tu awasalimie. Najua akina mama leo wameongea sana, lakini yeye kwa nafasi yake ningeomba mheshimiwa uje uwasalimie akina mama. Watu wa Same people, mechoka kweli kweli mechoka au maisha magumu sana Same sana Naomba sasa tuzungushe ngumi, alafu tutajua nini cha kufanya ili maisha yawe rahisi zaidi. Watu wa Same people, mnaniangusha sana. Natoka mbali, natoka Zanzibar leo hii people mara mwisho people. Asanteni sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti bara John Wekesa Heche, viongozi wa jukwaa kuu, itifaki nimezingatia. Ndugu zangu wana Same, najua mnajua, lakini leo naomba niwakumbushe kuwa hii ni nchi yenu, ambayo hata na mimi ni nchi yangu. Lakini nchi yetu hii imekosa demokrasia ya kweli kutokana na hatuna viongozi waadilifu ndani ya nchi yetu. Kwa muda wa miaka 63 sasa, serikali ya sisi imekuwa ikituongoza. Pamoja na rasilimali asili tulizokuwa nazo katika nchi yetu, lakini bado wananchi wa Same ni masikini, tena ni masikini sana. Si kwa sababu hatuna rasilimali ambazo za kutufanya sisi wananchi tuwe matajiri, hapana, isipokuwa viongozi ambao tuliokuwa nao si waadilifu. Hawaangalii maisha yenu wa Tanzania, bali wanajiangalia wao wenyewe. Hii ndio serikali ya CCM imetufikisha hapa tulipo. Na ndio maana nikasema hakuna demokrasia. Pamoja na mfumo wa vyama vingi tuliokuwa nao katika nchi yetu, lakini bado hatuthaminiwi wananchi. Sasa sisi Chadema tumekuja na agenda yetu ya no reform no election. Hakutokuwa na mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Na huu uchaguzi tunaamini nyinyi wananchi kiwa mtasimama imara, hakutofanyika huu uchaguzi. Kina mama wenzangu, nyinyi ni mashuhuda. Kwa kipindi chote hivi sasa, watoto wetu wamekuwa wametekwa, maisha yetu ni magumu, na vile vile tumekuwa tukienda tukapiga kura, lakini zile kura ambazo tunazoenda kuzipiga hazithaminiwi kwa sababu hawatangazi kiongozi ambaye nyinyi mumemchagua. Sasa tunarudi tena kusema kuwa no reform no election. Hakuna mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Tunataka tuwaletee viongozi ambao wanatokana na ridhaa ya wananchi wenyewe. Mpaka leo hii Same mnalalamika kwa maji, kwenye vituo vya afya hakuna huduma bora. Kina mama wenzangu, kuna sababu gani ya kuendelea kwenda kupiga kura?
kura siku ya kwenda kupiga kura. Hapana, tusimameni kwa sauti moja, tuseme hapana, imetosha. Tuleteeni sheria na mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi ili kusudi tuweze kupata viongozi wanaotokana na ridhaa ya wananchi wenyewe. Na vile vile tutakapopata mabadiliko ya sheria mbalimbali ya uchaguzi, sisi kina mama tutakuwa mstari wa mbele kugombea nafasi mbalimbali ili kusudi tuweze kuwa sehemu ya maamuzi. Ndugu zangu, niwaombe sana, wakati ndio huu, tusimame kwa pamoja kuzidai mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi ili tuweze kuingia katika uchaguzi ulio haki na huru. Vinginevyo, baraza la wanawake tutasimama imara siku ya Oktoba, tuzuie uchaguzi kwa nguvu zetu zote na hautafanyika. Kwa kumalizia, kina mama wenzangu, bado hatujachelewa. Sisi ndio wahanga. Maji tunatafuta umbali mkubwa, hospitali hakuna dawa, watoto wetu elimu wanazopata sio bora. Haya ni kutokana na viongozi ambao tulokuwa nao. Sasa niwaombe sana, tusimame kwa sauti moja, tudai sheria mbalimbali za uchaguzi ili kusudi tuweze kuingia katika uchaguzi wa uhuru na haki. People! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Kijua ndio hichi, msipouanika mtaula mbichi. Asanteni sana. Asante watu wa Same, mmesikia.